Mwigizaji maarufu Jackie Matubia amefunguka jinsi mamake alivyomtupa hospitalini mara tu baada ya kumzaa. Katika mahojiano ya kipekee na Daktari Ofweneke, Jackie Matubia alieleza jinsi alivyokumbwa na maumivu kuhusu kuachwa na mamake hospitalini mara tu baada ya kuzaliwa, jambo ambalo limemwathiri kisaikolojia na kihisia kwa muda mrefu. Jackie Matubia alifunguka kwamba kukataliwa na mamake kulikuwa na msingi wa kuonekana kwake kimwili. Alieleza kuwa alizaliwa na ngozi nyeusi sana na nywele nyingi, na mama yake aliona hicho kama kigezo cha kumtenga. Alikumbuka jinsi alivyohisi kwamba mama yake alijiona kama amemzaa monster, na alifafanua jinsi alivyohisi kutokuwa na dhamani ya kumzaa mtoto wake kama mzigo. Hadithi hii ilijumuishwa na maoni ya shangazi yake ambaye alimtaja kama mtoto aliyekuwa na sura ya kutisha, na hivyo kumuongeza maumivu ya kukataliwa aliyokuwa akiyapitia. Jackie alieleza jinsi alivyokuwa hospitalini kwa miezi 3 bila ya mamake kando yake. Hali hii aliita kama uzoefu wa kisaikolojia mgumu, na alisisitiza kwamba alikuwa na makovu ya kihisia kutokana na kuachwa mapema maishani. Alieleza wazi kwamba kuzaliwa katika mazingira ya kukataliwa ilikuwa ni hali ambayo iliyomwathiri sana na kumchanganya kihisia na kuwa na athari kubwa katika ukuaji wake wa kisaikolojia na kiakili. Pamoja na maisha kutokuwa na furaha baada ya kuzaliwa, Jackie alikubaliana na hali yake na aliendelea kujijenga nguvu. Hata hivyo, alikiri kwamba bado alikumbana na changamoto kubwa katika maisha yake. Alijivunia kuweza kupata msaada mkubwa kutoka kwa mashabiki wake na jamii ya Kenya kwa ujumla. Wengi walimpongeza na kuonyesha udhubutu wake na kumdhamini kama mwanamke mzuri na mwenye uwezo. Mmoja wa wafuasi wake alitaja mabadiliko makubwa aliyoyafanya maishani, akisema kuwa sasa ni mrembo zaidi kuliko alivyokuwa hapo awali. Mbali na kuzungumzia maisha yake ya mapema, Jackie pia alizungumzia uhusiano wake na Blessing Lugalo, ambaye ni baba wa mtoto wake mmoja. Alieleza kwamba licha ya jitihada zake za kujenga uhusiano wa amani wa kimalezi ya watoto baada ya kutengana, Blessing hakujitokeza kujibu kwa mazungumzo hayo, jambo ambalo uliongeza ugumu wa hali yake. Uhusiano wao ulianza mwaka wa 2021 na kuhusisha ombi la ndoa mwaka wa 2022, lakini hatimaye uhusiano wao ulivunjika. Hii ilikuwa ni sehemu nyingine katika safari yake ndefu ya changamoto na kukataliwa. Hadithi ya Jackie Matubia ni ya kupigiwa mfano kuhusu uvumilivu wake mbele ya kukataliwa na matatizo. Kupitia mazungumzo yake ya wazi kuhusu maisha yake ya zamani, ameonyesha jinsi alivyokutana na changamoto kubwa ambazo ziliathiri maisha yake ya awali. Hadithi hii inawawezesha watu wengi kuona kuwa hakuna changamoto inayoshindikana na kwamba kuna matumaini katika kila wakati wa kupona na kupata upokeaji wa mapokezi. Jackie Matubia amekuwa chanzo cha motisha kwa wengi, akisisitiza kwamba licha ya changamoto za awali kuna uwezo wa kushinda majaribu na kutafuta furaha. Hadithi yake inaonyesha kuwa mapenzi na upokeaji kutoka kwa jamii na wapenzi ni muhimu katika kujenga hali ya kujidhamini na kujiamini. Kwa sasa Jackie anajivunia kuwa mfano wa nguvu na kupitia maisha yake ya kibinafsi na ya umahiri katika uigizaji wake. Anatuonesha tumaini kwa wale wote wanaokutana na ugumu katika maisha yake. Kama umependa video hii, kumbuka kusubscribe na kulike na kushare.